akili yangu, hautatumia akili yangu. Oh, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nenda mbele za Bwana. Usikubali akili yako ikatumiwa na kitu chochote. Akili yako ikatumiwa na marafiki zako, akili yako ikatumiwa na watu wengine wote wale, na wachawi na waganga wanatumia akili za watu. Nami nasimama, haijalishi umeokoka au umeokoka, akili yako inaweza kachukuliwa tu ikatumiwa na watu wengine. Tumekuja usiku wa leo, tunabomoa, ninabomoa akili zetu. Akili zangu hazitatumiwa na mtu, hazitatumiwa na watu, hazitatumiwa na watu wengine, katika jina la Yesu. Hebu kila mmoja omba, hebu kila mmoja omba. Akili yangu haitatumiwa, akili yako haitatumiwa. Rapapasakata reko patatata yeko shakata rimakoto ripatata jeko tata. Akili za watoto wa Mungu zimetumiwa na roho ya kuzimu, zimepelekwa. Wengine wamechukuliwa ubongo wao umewekwa kwenye makaburi, wengine ubongo wao na fahamu zao zimepelekwa kuzimu. Wako duniani, lakini kuzimu ndio inayopaleti maisha yao, kwa sababu adui alijua wakikana fahamu zao watakoroga. Nami nimekuja kwa damu ya mwana kondoo usiku wa leo, nami nimekuja kwa damu ya mwana kondoo usiku wa leo kurejesha kila fahamu. Adui, usiguse akili ya huyo mtoto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwingine analia na mtoto wake, ameenda shule, huu ni mwaka wa 3, wa 4, wa 5, lakini anayofanya ni madudu, hayaonekani kwa sababu akili yake imetumiwa na watu wengine. Nami ninasimama kwa damu ya mwana kondoo, nami nasimama kwa damu ya mwana kondoo. Shetani, sikiliza, achia ufahamu, achia. Usitumie akili zetu, usiguse akili za watoto wa Mungu, usiguse akili za wana wa Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wanatufuatilia, amka uombe, amka uombe. Ni usiku wa manane huu, amka uombe. Riko manda reko yeko shakataka kwa jina la Yesu. Ende mbele za Bwana tena, mwambie Mungu, akili yangu haipaswi kutokuletea faida. Niambie akili yangu lazima ilete faida. Kuna akili za watu zilete faida kwenye maisha yao. Wana akili nyingi, hawana faida. Wengine ni maprofesa, wengine ni madaktari, wengine wana masters, wengine wana degree, wengine wana diploma na certificate, lakini akili zao haziwapi faida. Usiku wa leo nataka niombe na mtu mmoja. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, rikataria bande riko shekata, akili zangu zinipe faida, akili zangu zinipe faida, akili zangu zinipe faida kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu, narejesha akili yangu, lazima inipe faida. Mipango nitakayoipanga kuanzia sasa hivi itafanikiwa kwa jina la Yesu, maana nina akili njema, nina ufahamu mwema. Kira pasaka reko bata riko toto rakatata reko shaka. Akili yako ikakuletea faida, akili ikalete faida kwa jina la Yesu, akili zetu zikalete faida kwa jina la Yesu. Kile tutakachokiwaza Bwana kikawa ni cha faida, kikawa ni cha faida. Rabosha pata rima ndora basaka. Nenda mbele za Bwana sasa, kataa maamuzi mabaya ambayo shetani alishaingiza kwenye ufahamu wako. Ninakwenda kinyume usiku wa leo. Kila mmoja kataa, kila mmoja kataa, kila mmoja kataa maamuzi mabaya yote yale ambayo unafahamu wewe. Nenda mbele za Bwana, mwambie shetani, sikiliza, usiguse akili yangu tena. Umeniletea mawazo mabaya, umeniletea maamuzi mabaya, nilishaamua hivi vibaya. Leo narejea, leo narejea, leo narejea, leo narejea. Ninarejea kwa damu ya mwana kondoo, ninarejea kwa damu ya Yesu, ninarejea kwa damu ya Yesu. Repo shaka riko tara riko pasa yeko shaka yeka pata rika patata jeko tata. You can pray more, unaweza kuomba zaidi ya hapo. Rike tete ni babasaka yekopa raseke mando aisheto ramanda yekopa iterema. Omba maamuzi yote yale ambayo alishawahi kufanyika vibaya. Shetani manaka alichukua ufahamu wako akakutengenezea kuamua vibaya. Nenda mbele za Bwana kila mmoja, nenda mbele za Bwana kila mmoja. Kataa, sema nakataa maamuzi mabaya yote yale niliyofanya. Batilisha, wewe unayajua, wewe huyajui. Sema nabatilisha. Usijukana na yale maamuzi ya yule mwana mpotevu. Ni kweli alikuwa nayo, baadaye akabatilisha yale maamuzi. Natamani na wewe ubatilisha yale maamuzi, hata kama shetani alishatumia ufahamu wako ikakuletea kuvuruga akili. Nenda mbele za Bwana kila mmoja, batilisha. Yule akapata ufahamu ulipokuja akarudi sana kwa babaye. Natamani kila mmoja sasa arudi kwa baba kwa jina la Yesu, kwa damu ya
mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo tunarejesha fahamu zetu ambazo zilinyakuliwa na kuzimu katika jina la Yesu. Adui, tumejua hila zako, adui, tumejua mipango yako, kwa jina la mwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza usiku wa leo, tunatangaza usiku wa leo katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Kila mmoja anza kuomba, mwambie Mungu, akili zangu lazima zianze kuletea matokeo. Anza kuomba matokeo. Rapa shakatata. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu sura 22:28, nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako na mwanga utaziangazia. Maana yake ni nini? Utakusudia moyoni, kitakachokuongoza kupeleka kwenye hatima yako ni akili yako. Anza kumwambia Mungu, kuanzia leo akili yangu lazima iletee matokeo. Akili yangu lazima iletee matokeo. Rapo shaka tamande riko manda reko sheke tete ripapapapa ikepapapa yakasakata iko shakata makapa tete leko shekete rikata pata leko shokota rapapa seke yeko shakata. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunauliza matokeo kwa damu ya mwana kondoo, tunauliza matokeo kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Akili za watu nyingine zilipoibiwa hazikuleta matokeo yanayofaa, lakini kuanzia sasa hivi tunauliza matokeo kwenye ndoa, matokeo kwenye familia, matokeo kwenye biashara, matokeo kwenye kazi, matokeo kwenye makampuni katika jina la Yesu. Wengine wana makampuni hawezi kufanya kazi, ni kwa sababu adui aligusa akili zao, hazikaleta matokeo yanayofaa. Nami natangaza kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, lazima njia ionekane tu, lazima njia ionekane tu katika jina la Yesu Kristo. Tunarudi kwenye asili yetu ni ufahamu mwema, tumekuja kutangaza katika jina la Yesu. Nimekuja kutangaza usiku wa leo, lazima turudi. Hebu nenda Bwana, mwambie Mungu, lazima asili yangu mimi ni ya faida. Maana Mungu alipomuumba mwanadamu kwenye kile kitabu cha Mwanzo anasema nenda ukatawale. Maana yake ni nini? Ya kwamba tutakayolifanya kikafanikiwe, atakaloligusa likazae matunda. Ndio posa watu walio wengi adui amepiga, lakini hawazai, wamekuwa ni matasa. Tunaondoa hiyo roho ya utasa katika jina la Yesu. Maana lazima watu wazae, lazima watu waone matokeo ya kile wanachokifanya, ya huduma wanazozifanya. Rapa shakata yeko shakata, lazima waone. Mama lazima uone, baba lazima uone katika jina la Yesu. Ninaingia kwenye marango ya mtu, ninaingia kwenye marango yako usiku wa leo wa saa 8 hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu liko rama saka. Kwa jina la Yesu tutakusudia kufanya biashara zitafanikiwa, tutakusudia kufanya mambo mazuri yatafanikiwa. Rapo ja pane kose keta mane aisheko rama riko bade zakata mane le kosapa yeko shika naria ailika tata rama saka yeko shaka. Kama unaweza kunenda kwa lugha, hebu nenda tu kwa lugha dakika hizi kama 5 tu. Natamani mtu anene kwa lugha dakika hii. Pazika mando aireko maindi kozata yekoshi mona rada yekoshaka tarama yekosha pari keteta yekoshaka leko tata rimando jepanda resetereba ailikono rasetereba aidikoza bamela totereba de dikoza mente kata yekoshe monde rikata na yekosha mande kezete yekosha pale ailikoro de kese matoko redete gara ainsentema na kosi petere manai ikente seta. Kuna kitu kinajengeka. Roho Bwana ananiambia kuna vitu vinaanza kutengenezeka usiku wa leo. Kora pashekete yeko shakate mana yeko shekete riko patata ramando kosipea ekisha mando jekata la masaka riko nenda kwa lugha. Kuna vitu vinajengeka. Roho Mtakatifu anaomba kwa namna ya kipekee. Rikamande kosiketeta yeko shabana aiseke reka rakatita jenta mane koseketa yeko shakiwa data yeko shakata yeko shakareka yeko shekete karaba yeko ramandere kosika yeko shakatata rimando rebasa yeko she rikata rikoto rekasa yeko sha yekesha ikoto repata rekasa yekete rikosa yeko
inatosha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naomba sasa kila mmoja nenda mbele za Bwana, tangaza kuanza kutembea kwa spidi kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu, maana akili yako imefunguka. Neno la Bwana nasema kwenye Ufunuo sura ya 12 sura ya 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa, nao wakamshinda. Biblia inasema hivi, tunashinda na zaidi ya kushinda. Nenda mbele za Bwana, mwambie kuanzia sasa, shetani umeshindwa, akili yangu imefunguka, ufahamu wangu umefunguka, akili yangu imefunguka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Liko rama, unaanza kutembea kwa spidi sasa, utaanza kuona matokeo. Hebu kila mmoja nenda mbele za Bwana, maana kuna kitu kinaanza kufanyika kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Shekere baba baba, eko shekata tarama, eke shakata, eke balata, rakatata, jeketete, rapasaka, eko shaka, eko robo, zepatata, rekototo, bekashata, rekatata, eko sheka, ramaseke, romo shaka. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Mama ameshinda, baba ameshinda, kaka ameshinda, anaanza kutembea kwa spidi. Ufahamu wake umeguswa, ufahamu wake umeguswa, akili yake imeguswa katika jina la Yesu. Oh my God, my God, my God. Riko shakatata, yeko shakemanda, yeko shekaraman. Nguvu za giza zimeharibiwa. Chochote kile ambacho kilikuwa kimegusa fahamu za watu kimeharibiwa, kimevunjwa, kimekatakata vipande. Ninaingia kwenye kila rango la mtu, ninaingia kwenye rango la huyu mama anayenifuatilia, ninaingia kwenye rango la huyo baba anayetufuatilia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaingia kila mahali, ninaingia kila mahali, ninaingia kila mahali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaingia kila mahali. Ripo saka, yeko shaka, rimandarabasaka, yeko shaka ramusa, yeko shaka, yeka pata, rimotaka, reko sheke. Ni saa ya kuingia kwenye mafamilia za watu sasa, kuachilia speed, kuachilia speed. Maana familia ya huyo baba imefunguka, familia ya huyo mama imefunguka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaingia kwenye familia za watu wote usiku wa leo, wote ambao wamekuwa ni sehemu ya kazi yako katika jina la Yesu, na wale ambao sio sehemu ya kazi yako, ninaingia ndani yao, naingia kwenye familia zao, natengeneza spidi kwa jina la Yesu. Adui achia na Yesu Kristo. Baba nakushukuru, Baba nakushukuru kwa sababu kuanzia leo hii kuna kitu kimebadilika. Fahamu za huyo mama zimebadilika, fahamu za huyo kaka zimebadilika, na kuanzia leo maisha ya watu hayatakuwa kama yalivyokuwa. Baba nakushukuru. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, popote pale ulipo, tunamshukuru Mungu. Siku yetu ya kwanza day 1 tumemaliza. Mwamini Mungu, ufahamu wako utaanza kufanya kazi kuliko vile ambavyo ulishawahi kufanya kazi. Hautashindwa kazini. Ukienda kazini watakuwa na watu tofauti. Kwenye familia yako utaonekana watu tofauti. Kwenye biashara yako utaonekana watu tofauti. Kwenye huduma utaonekana watu tofauti. Kama nilivyosema kwenye Ufunuo, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Hatushindi kwa ufahamu wetu, tunashinda kwa sababu yuko mwanaume wa kutushindia. Sasa mwamini Mungu umeshinda, mwamini Mungu umeshinda. Akili yako imekombolewa, akili yako imekombolewa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu akutende mema popote pale ambapo umeungana sisi kwenye haya maombi. Mungu akubariki sana. Naomba tuwe ratiba hii maombi yetu sasa, kutokana na ratiba kidogo ya mabadiliko. Tutakuwa na maombi leo Jumatatu. Tutakuwa na maombi tena siku ya Jumatano. Alafu tutakuwa tena na maombi ya usiku siku ya Alhamisi. Kwa hiyo hapa Jumatano na muda tutakubadilisha kidogo. Muda wa maombi utakuwa unaanza saa 9:30 mpaka saa 10:30. Bado tutakuwa kwenye wakati mzuri sana. Kwa muda wa maombi utabadilika, utaanza saa 9:30 mpaka saa 10:30. Tutakuwa tunamaliza maombi yetu. Kwa hiyo kuanzia kesho, Jumatano na Ijumaa, tufuatilie usiku. Lakini muda sio mrefu tutawapa
tutawapa ratiba nyingine tena ya vipindi vyetu vya live vitakavyokuwa vinaendelea hasa pale Mji wa Bwana. Ukitaka kuungana na sisi kwa baada ya kumtolea Mungu sadaka yako ili kuhakikisha kwamba kazi hii inaendelea kufanyika kwenye viwango vikubwa, tuma sadaka kwenye namba ifuatayo: 0744 52 52 55. Narudia, ukitaka kuungana na sisi kwa ajili ya kazi hii, tuma sadaka yako pia kupitia 0744 52 52 55. Mungu akubariki. Hebu nikuombea haya maombi. Tutakutana tena siku ya Jumatano saa 9 usiku mpaka saa 10:30 usiku. Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametutazama. Nakushukuru kwa ajili ya huyo baba, mama na kila mmoja. Nina uhakika maombi haya yamepenya kwenye maisha yake, kwenye ufahamu wake. Mambo yake yataanza kuona tofauti kwa sababu ufahamu umekombolewa. Nami nimeukomboa ufahamu na kurejesha chochote kile ambacho adui aliiba kwenye ufahamu wake, kinarudishwa na ataanza kuona matokeo. Baba, nakushukuru umesikia na umefanya. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukutane tena siku ya Jumatano saa 9 usiku mpaka saa 10 usiku. God bless you. Amen.